rais wetu halali, pamoja na kupata matokeo mazuri kwenye mashindano ya ndani, lakini matokeo mazuri kwenye mashindano ya nje. Bila bado tunahitaji tunaendelea kuboresha ili tutengeneze timu ambayo itakuwa ina uwezo wa kupambana na mechi after mechi, kwa sababu baada ya wiki kadhaa hapo kutakuwa kuna mazingira magumu ya kucheza michezo 3 mpaka 4 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo unaona ratiba hiyo ambayo inakuja inahitaji timu iwe tayari ya wachezaji wengi na kikosi kiwe kipana ili iweze kutumikia hiyo michezo yote kwa ubora. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nafikiri kwenye swali lako ni kwa nini tunacheza chini, ni kwa sababu wachezaji wengi walikuwa wanacheza, wengine walikuwa bado nafasi, lakini kuna wengine walikuwa majeruhi wanarejea taratibu. Mashindano Afrika kwa Tanzania na ligi kuu na ndio burudani yenyewe ya mpira halisi ya kwenye timu za Tanzania kwa sasa hivi, lazima tuzungumze ukweli. Kwa hiyo karibu Alon Okello huku hatukutishi majukumu, bali tunakupa nafasi ya kucheza na kuonesha talent yako, kwa sababu Yanga hata kusema Alon Okello hajacheza, mawinga wanacheza Yanga, wao unajua kuna Max Nzengeli, kuna Pacome Zouzoua, kuna Clement Nzize, wote hao wanaweza kutokea pande zote kushoto na kulia. Kwa hiyo Alon Okello anakuja kuongeza budambu katika maeneo ya pembeni ili tuendelee kutoa adhabu ndani ya uwanja. Maana hili ndio lengo ambalo Engineer Hersi analihitaji sasa hizi, kuja kutoa adhabu ndani ya uwanja. Tunakufunga, tunachukua alama 3, lakini wewe unaanza kuizungumzia Yanga kama ile timu iliyokutana nayo sio timu ya kawaida. Hii ndio tunataka sisi. Kwa hiyo karibu sana Starboy. Nipo pande za Kariakoo na hii ni Bipo TV, nipo na mwamba kabisa. Makawila jana wameweza kufuzu hatua ya fainali Mapinduzi pale NMB Mapinduzi ikiunguruma. Maneno yamekuwa mengi sana, walikuwa wanahitaji fainali wakipige zidi ya Simba, lakini Simba akaweza kuondoka. Lakini wamekutana na Azam ambaye Ibenge anakuambia yeye ataitumia hii michezo kama kujifunza wachezaji wake, kuongezea confidence kuelekea michuano wake ambao wanashiriki kule shirikisho. Makawila, mambo vipi? Bana fresh ndugu yangu Bipo. Kumekucha. Tunaendelea na pilika za kujenga uchumi wa nchi. Mbona kama umepoa hivi? Au hujapenda ulivyoingia finali? Nimependa, lakini si unajua kuna mtu nishamkosa. Kuna mtu nilihitaji kukutana naye nimemkosa, kwa hiyo kidogo inakuwa motivation inapungua, lakini kikubwa mashindano, tunaendelea kwenye mashindano, tutataka ubingwa, kwa hiyo inabidi tukapambane na Azam ili tuchukue ubingwa. Yes, kutoka kwa Simba kuweza kutuzuia sisi tusiendelee kushiriki, na hatuwezi kujisema tukasema tukajisahau kwa sababu Simba ipo tukaona ndio tumemaliza. Bado tuna kazi ngumu, tukatumfunge Azam ili tuchukue ubingwa. Kwa sababu focus yetu ni ubingwa. Jambo la Simba linalishakwisha. Simba anamzungumza sasa hivi yuko Dar, sisi tuko Zanzibar na tunajiandaa kwa ajili ya safari ya Pemba kwenda kushiriki kwenye mchezo wa finali dhidi ya Azam. Kwa hiyo sasa hivi inabidi tujipange kuhusu mchezo tena, sio kufikiria tena Simba. Kama Simba tumeshafunga sana, tungeendelea tukumfunga, wala sio story mpya kama tungemfunga Simba. Ndio. Lakini Makawila, mnaenda kucheza na Azam ambao unaiona timu ambayo iko bora. Sio vijana, sio timu ambayo inaoanza. Ukiangalia watani wako wamefungwa na vijana. Nyinyi mnaenda kukutana na full squad kutokana na ukubwa wenu na namna mlivyokuwa mnatetea vikombe. Unauonaje mchezo huu? Mchezo hautakuwa mwepesi sababu Azam ni moja ya timu bora kama alivyotangulia kusema, lakini Yanga ni timu bora zaidi. Yaani ukiweka uwiano wa Yanga na Azam, hata kwenda kumuuliza mtu Azam anajua kama Yanga ni bora, lakini mchezo wa finali nafikiri sio mchezo wa kuangalia sana ubora wa mchezaji mmoja mmoja au ubora kikosi kwa nje ya uwanja. Inategemea hiyo siku ya mchezo utamkaje, na mchezo wa finali unakuwa ni mchezo mpya tofauti na michezo mingine ambayo imeshachezwa kwenye mashindano. Huwezi kuchambua mchezo wa finali kwa kulinganisha michezo ambayo timu zilicheza kabla ya mchezo wa finali. Kwa hiyo inategemea siku tutamkaje na Azam itamka vipi, ili twende tukatetee ubingwa, sababu kama sikosei ubingwa tunao sisi. Waona nani kombe la Mapinduzi? Kombe la Mapinduzi bingwa mtetezi ni nani? Ni Azam au ni Singida? Ni Malindi. Ni Malindi. Basi tutakwenda kuchukua sisi. Tutakwenda kuchukua kule Pwani tulete bara huko. Yes, naamini Azam ni timu ngumu, lakini tunataraji ubingwa na tutakwenda kuchukua inshallah. Azam hii watu wanaitabilia. Hiyo na Yanga waitabilia. Sasa Yanga wewe unatabilia Azam, Yanga wanasema hivi. Yanga lazima waitabilia. Watu wametabilia Azam mtakufa moja bila. Yaani watatufunga sisi? Inategemea atamkaje siku hiyo, kwa sababu ukisema Azam hawezi kumfunga Yanga kwenye mpira itakuwa ni kitu cha ajabu. Yaani neno haiwezekani kwenye mpira hakuna, lakini mimi bado naona Yanga na nafasi kubwa kuliko Azam, lakini mchezo utakuwa rahisi, utakuwa ni mchezo mgumu unaokutanisha timu ambazo kila mwana soka, mpenda soka anajua kwamba Azam na Yanga ni moja kati ya timu bora sasa hivi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia mchezo mzuri na ushindani, lakini ninaamini Yanga tuna bora zaidi na tutakwenda kuchukua kombe la Mapinduzi. Kuchukua kombe la Mapinduzi. Mnaanzia kwenye kombe la Mapinduzi sasa hivi. Sasa hivi tunachukua tu vikombe vyote. Naweza tukachukua Mapinduzi, baadaye tukaja kwenye ligi kuu, alafu tukaangalia kwenye Champions League tunapata nini, sababu
kwenye Champions League sizungumzii sana ubingwa, ila kuna hatua fulani ambazo naziota kama tungezipata ingekuwa ni kitu kizuri sana kwetu. Lazima tutengeneze kwanza daraja la kufika hatua fulani na ziwe ni hatua ambazo za kawaida kwetu, alafu kutokea hapo tunaweza tukaanza sasa kufikiria ubingwa. Maana hatuwezi kufikiria ubingwa kwenye timu ambayo haijacheza nusu zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo nafikiri kwanza tungefikiria tufikirie hizo hatua kubwa kubwa za robo na nusu, alafu tukishasimika uzoefu pale kwenye nusu robo, hapo sasa tunaweza tukaanza kufikiria tunachezaje michezo mitatu, kwa sababu kutoka kwenye nusu kuna michezo mitatu, tukishafika nusu kuna michezo mitatu tunakuelekea ubingwa. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tunaweza tukafikiria sasa tunajipangaje kwa ajili ya kwenda kuchukua ubingwa wa Champions League. Lakini kwa sasa hivi mpango wetu ni kufika robo na kuangalia tunawezaje sasa kutoka robo na kwenda nusu finali kama Mungu atajalia tukafika hapo. Lakini Makawila, timu inapata matokeo. Ukiangalia Yanga ambayo inacheza kimataifa na hii inakuwa tofauti. Kwa nini mnakuwa huku mnakuwa kama mnacheza slow sana? Nafasi zinaweza zikatengenezwa zisitumike kama mtu anajilazimisha kucheza. Kuna siri gani hapa? Kwanza unataka ukumbuke Bipo kama wachezaji walikuwa break kidogo na wamerudi, sababu wachezaji wanatumia mwili na mwili siku zote unahitaji maandalizi. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia body language za wachezaji zinaeleza kabisa kama walitoka kwenye mapumziko, sasa wanakwenda kurudi kidogo. Hawezi kurudi tu na moto, lakini pia nataka utambue kwamba kikosi cha Yanga ni kikosi ambacho kuna wachezaji wengi wa timu ya taifa. Wengine walikuwa Tanzania, timu ya taifa Tanzania, lakini wengine kwenye mataifa mbalimbali. Kwa hiyo hauwezi kuiona Yanga ile ya kimataifa ambayo inakuwa imetimia full mkoko ikafanana na Yanga hii ambayo kuna maingizo mengi ya baadhi ya nafasi wameingia wachezaji wengine, sio wale ambao tumezoea kuona wanacheza first 11 mara kwa mara. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tunaangalia zaidi ushindi. Hii tunachezaje, tupo katika kutengeneza mazingira fulani ya kuwapa nafasi wachezaji ambao walikuwa wachezi mara kwa mara na wale ambao walikuwa majeruhi, kuangalia tunawezaje kuwarudisha kwenye match fitness, ili wakati ambao inahitajika mechi ngumu wawe tayari kwenda kuitumikia Yanga, kisha kuchanganyika na wale ambao watakaorudi. Nafikiri Yanga unajua ina timu nzuri sana, isipokuwa maingizo unaona ni kwa sababu tunahitaji kuboresha zaidi timu yetu. Si mara nyingi tunapenda kushinda, lakini tunahitaji burudani ndani ya uwanja. Ndio maana unaona rais wetu halali pamoja na kupata matokeo mazuri kwenye mashindano ya ndani, lakini matokeo mazuri kwenye mashindano ya nje, bila bado tunaendelea kuboresha ili tutengeneze timu ambayo itakuwa ina uwezo wa kupambana mechi after mechi, kwa sababu baada ya wiki kadhaa hapo kutakuwa kuna mazingira magumu ya kucheza michezo mitatu mpaka 4 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo unaona ratiba hiyo ambayo inakuja inahitaji timu iwe tayari ya wachezaji wengi na kikosi kiwe kipana ili iweze kutumikia hiyo michezo yote kwa ubora. Kwa hiyo ni sehemu ambao nafikiri kwenye swali lako ni kwa nini tunacheza chini, ni kwa sababu wachezaji wengi walikuwa wanacheza, wengine walikuwa bado nafasi, lakini kuna wengine walikuwa majeruhi wanarejea taratibu. Na baadaye mwalimu atarudi kwenye kikosi chake, na kikosi chetu tunakijua kuna wachezaji zaidi ya 8 sasa hivi kwenye kikosi kile wacheze aanze. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri tutarudi kwenye rhythm yetu na tutaendelea kupiga kichwani kama kawaida. Kwa usistuke, ni sehemu tu wachezaji kutoka kwenye mapumziko na wanarejea taratibu, lakini bado sisi ni timu bora kwa kulinganisha na timu za Tanzania, lakini ubora ambao unaona yeye anapambania ni wa kushindana na timu ambazo ziko nje ya Tanzania sasa. Lakini ukisema kwa timu za Tanzania mashindano ya ndani, Yanga iliyopo inaweza kuchukua bingwa hata mara 4 mfululizo. Hii timu naona inacheza Mapinduzi inaweza kuchukua bingwa mara 4, kwa sababu mshindani wetu kwenye ligi kuu namba 1 ni Simba Sports ambao naona sasa hivi hata kumeka na Black Stars na struggle. Sasa unaje kusema Yanga hii ni bora, lakini sasa ubora tunaohitaji sisi ni wakwenda kupambana na Al Ahly, wakwenda kupambana na Experience kama unakutana naye, wakwenda kupambana na JS Kabylie, FC FAR Rabat. Ndio ubora huu ambao tunazungumza na unaona viongozi wanaendelea kutafuta na ili tuweze kufikia. Kwa hiyo wote tumpongeze rais wetu, anafanya mapambano ya kudhihirisha ubora wa Yanga kwenye mipaka, kwenye nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kwa ndani so far ametengeza kikosi kizuri chenye ushindani zaidi ya miaka 4 tunafanya vizuri, na mwaka 5 unaona bado tuko strong, na hata kwenda kwenye table ya ligi kuu unaona Yanga ipo nafasi gani. Kwa hiyo Makawila, unataka kuniambia kwamba mnatengeneza mazingira ya kupanua kikosi na kila mmoja awe uwezo wa ile Yanga ya kimataifa na huu iweze sehemu. Yani hatutaki unasema ile gap unavomtoa mchezaji ambaye alikuwa ana perform kwa 80%. Itakapotokea unafanya sabu ya sema ile sabu ya lazima, labda inatokea injury, aje mchezaji ambaye ataperform at least 75% mpaka 70. Kwa sababu unamwandaaje huyo mchezaji wa kuja kukupa performance ya namna hiyo? Usiwe kila mashindano unamtumia mchezaji mmoja. Anapokuja mashindano yenye pressure ndogo, jaribu kutumia wachezaji ambao
ulikuwa unawaingiza sabu, unaona nakupa 50% ili waende wakapandishe viwango vyao. At least ukimtoa Pacome, kama ataingia mchezaji mwingine kwenda kuchukua nafasi yake, at least Pacome akawa na perform 90 aje kuperform 80. Sasa uwezo kuwatengeneza kwenye uwanja wa mazoezi, lazima kuwe na mazingira ya kuwapima kwenye mechi, kwa sababu mechi inakuwa na pressure tofauti na mazoezini. Kwa hiyo mechi fitness inapatikana baada ya kucheza michezo ya kishindani. Kwa ndio maana unamwona mwalimu anaingiza maingizo ili kutengeneza timu ambayo itakuwa haipishani sana kwenye viwango vya wachezaji moja moja, ili upate machaguo mengi wakati unafanya sabu. Hilo nafikiri ndio lengo kubwa sana la mashindano ya Mapinduzi. Na ukiangalia Yanga haina wachezaji ambao tunawatumia. Tunaweza tukawatumia kama kina Dube wapo, lakini nafikiri sio muhimu sana wao kutumika. Hivi tunavyokwenda mwalimu anafanya vizuri ili tupate wachezaji wengine ambao watakuwa tayari kuja kutumia kwenye michezo mingine ya kishindani. Maingizo mapya tumeyaona jana yakithibitisha kwenye taarifa mbalimbali vyombo vikubwa barani Afrika, ikiwemo Depu kutokea Ureno, ligi ya Ureno ameingia. Arani Okero aliingia. Stories zilikuwa nyingi, lakini tukianza kwa mshambuliaji huyu wa kigeni wa Ureno ambaye ametokea katika mataifa ya Ulaya, Europe, amekuja nchini Tanzania. Na tunaona wachezaji wengi wakija huku Tanzania wanakuwa hawana na kile kiwango tunachokitegemea machoni kwetu, kwa sababu rekodi za huyu Depu zinaonyesha ameondoka na bao moja tu mpaka kujiunga na Yanga kwa michuano ya Yanga na namna Yanga inavyoenda. Unafikiri itateki time na nyinyi hamna muda wa kusubiri wachezaji kama hivi? Mimi nafikiri kwanza tunatakuwa kama kweli ameshajiunga, manake kuna kitu anatakuwa kufanya ndani ya Yanga, na rekodi ya timu aliyotoka haimati sana kuliko kitu ambacho atakifanya akiwa Young Africans, sababu wapo wachezaji wengi ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye timu nyingine, lakini wakaja kwenye timu nyingine wakashindwa kuperform. Nitoe mfano labda timu kama Yanga, mtu mchezaji ambaye anaweza kuperform kwenye timu nyingine vizuri, lakini akaja Yanga akashindwa kuperform vile, na yupo mchezaji ambaye alikuwa anaonekana ni mchezaji wa daraja la kawaida, lakini alipokuja Yanga akaperform vizuri na daraja lake likapanda. Kwa hiyo mimi sioni sana kama inamata rekodi za timu nyingine, bali inatakiwa anapokuja Yanga aje kufanya vitu ambavyo sisi tutajivunia na tutapata faida kupitia. Kwa hiyo tuombe tu dua, na kama kweli mshajiunga manake waje kuperform ili watengeneze legacy nyingine hapa Young Africans. Wasahau zile rekodi ambazo shatengeneza, kwa sababu rekodi hizo hazitasaidia kitu wanapokuja kujiunga na Yanga. Kinachotakiwa ni wao kuja kuperform kwenye uwanja wa mazoezi na kufanya vizuri kwenye mechi. Kwa mfano eneo la shambuliaji, nafasi ya Yanga yupo Clement Mzize ambaye pia anaweza kusaidia, lakini tunahitaji kweli mshambuliaji mwingine kuja kusaidiana na Mzize pamoja na Prince Dube. Kwa hiyo kama atakuja kuperform vizuri ni kitu ambacho tunakitegemea, na hilo tunasema hiyo ndo malengo ya timu inapomsajili mchezaji. Kwa hiyo kuperform na kutokuperform inategemea sasa na yeye atakuja kusema nini, ndio anasema kudeliver vipi, au ile kugewa mazingira, ni kuadapt mazingira vipi ili aje kuperform. Kwa hiyo nataka tuombe tu dua, kwa sababu kufanya vizuri kwenye timu iliyopita hakumfanya fanya vizuri Yanga, wala kufanya vibaya kwenye timu iliyopita sio sababu ya kusema akija Yanga atafanya vibaya. Wachezaji wamekuwa wana mazingira wakati mwingine ya kutofautiana kati ya huku na huku. Kwa hiyo tusubiri kama kwa msajiliwa aingie kwenye uwanja wa mazoezi, ajiunga na kikosi, baada hapo tutamwona uwanjani. Tusimalize maneno. Tusimalize maneno. Arani Okero watu walikuwa wanamuimba sana. Hatimaye sasa jana tumeweza kuona rais amefika mwenyewe na amemaliza. Kila mtu anasubiri utambulisho tu wa kuthibitisha kwamba sasa hivi uko Jangwani. Lakini kwa taarifa fupi kama tulivyomuona Shakii, basi ndio hivyo wachezaji nasikia tayari wameshatua viwanja vya Zanzibar kuelekea kwenye fainali kule Pemba. Unasemaje kwa Arani Okero? Jina lilikuwa linaimbwa sana na watani wenu walikuwa wanamgombania. Watu wanaogopa isije akatokea kama ya Barakonte. Arani Okero ni sabu, ni mchezaji ambaye ukizungumza wachezaji talented wenye umri mdogo ndani ya Afrika Mashariki, Arani Okero jina lake lazima liwepo katika hawa wachezaji. Kwa taja tatu Arani Okero utamkuta. Kwa hiyo tunategemeaje kufanya vizuri, na hiyo ndo narudi pale, hiyo ndo inakuwa malengo ya timu inaposajili mchezaji. Kwa hiyo the same kwa Arani Okero, na pia inahitajika aje kufanya vizuri ndani ya Yanga kama atakuwa ameshajiunga na Yanga. Lakini rekodi alizokuwa wanafanya Vipers na timu ya taifa ya Uganda inaweza ikawa ni sababu ya kusajiliwa, lakini sio sababu ya kusema yeye kwa sababu kafanya vizuri kule basi Yanga na 100% atafanya vizuri. Lakini tunachokihitaji na tunachoomba aje kufanya vizuri ili tupate faida baada ya kutoa fedha, na sisi tupate faida ya kiwango chake ili tuweze kufanya vizuri kwenye mashindano ambayo tunashiriki. Kwa hiyo tumuombe tu dua the same na yeye aje Yanga Afrika aje kufanya vizuri, kwa sababu ni mchezaji ambaye tunamwamini, talent ipo, lakini inategemea vile akija Yanga atafanya nini, kwa sababu yuko alichofanya Vipers pia
kinakuwa tu ni sababu, lakini sio kitu kinachoweza kumfanya jina lake liimbo Yanga. Bali anatakiwa akija Yanga aje kuperform vizuri ili jina lake liendelee kuimba Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa hiyo kwa talent anayo, nimeshamuona anaonekana kwenye michezo mingi, ni mchezaji ambaye anajituma sana uwanjani na nidhamu kwenye mchezo. Ni winga mzuri ambaye anaweza kucheza winga kulia, anaweza kucheza namba 10. Kwa hiyo tunategemea aje kusaidiana na mafundi pale kina Zuzu, kina Mzengeli, kina Clement Mzize na wachezaji wengine wengi ambao wako Yanga Afrika, sababu unapozungumza Yanga sasa hizi unazungumza kuna wachezaji ambao uko Yanga kuna kwenye timu zingine ni dhahabu. Kwa hiyo karibu Alan Okello kwenye timu mfanikio zaidi Tanzania, timu ambayo sasa ndio kioo cha mashindano Afrika kwa Tanzania na ligi kuu na ndio burudani yenyewe ya mpira halisi ya kwenye timu za Tanzania kwa sasa hivi, lazima tuzungumze ukweli. Kwa hiyo karibu Alan Okello, huku hatukutishi majukumu bali tunakupa nafasi ya kucheza na kuonesha talent yako, sababu Yanga hata kusema Alan Okello hajacheza, mawinga wanacheza Yanga wao, unajua kuna Max Nzengeli, kuna Pacome Zouzoua, kuna Clement Mzize, wote hao wanaweza kutokea pande zote kushoto na kulia. Kwa hiyo Alan Okello anakuja kuongeza budambu katika maeneo ya pembeni ili tuendelee kutoa adhabu ndani ya uwanja. Maana hili ndio lengo ambalo Engineer Hersi analihitaji sasa hizi, kuja kutoa adhabu ndani ya uwanja. Tunakufunga, tunachukua alama 3, lakini wewe unaanza kuizungumzia Yanga kama ile timu iliyokutana nayo sio timu ya kawaida. Hii ndio tunataka sisi. Kwa hiyo karibu sana Starboy Alan Okello, talent unayo, unakuja kwenye timu kubwa, facilities zote zipo, uwanja mazoezi upo, kambi ya Victoria na utulivu mkubwa. Lakini umesikia tena tunaanza sasa hivi, tunaanza kufikiria kutoa dude pale Jangwani. Mbona uko uendi bwana? Tumeanza kutangaza tenda kwenye makampuni haja kuwekeza fedha, twende tukafanye biashara, kwa sababu mpira hawezi kutoa hela tu mfukoni ile Saidi. Tunauza brand, makampuni makubwa yaje yawekeze Yanga Afrika, watu kopeshe mzigo, tujenge uwanja, tuondoe hizo kelele ziishe. Kelele zimekuwa nyingi za muda mrefu na hakuna timu kubwa yenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo kama tutafanikiwa itakuwa ni jambo kubwa, na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie jambo hili lifanyike chini ya utawala wa Hersi Said atakapokuwa anaendelea kwenye miaka 4 jamake bakiwa kuapishwa tu. Ile makele tayari ni kutangaza tu kama anaendelea tena kutoka 27 kwenda mbele, lakini hakuna mtu anaweza kushindana na Hersi Said kwa anawafanya. Sasa wewe mwenyewe ukiwa mpinzani wa Hersi uwezi kwenda kuchukua fomu na kutaka ushindane na Hersi Said. Labda kama kuchukua fomu utatekeleza tu jambo la kikatiba, lakini kwenye moyo kila mwana Yanga anaona Hersi anafanya nini. Kwa hiyo tunamwombea Mungu ampe afya njema na maisha marefu, tuendelee kuwatesa Simba, tuendelee kutesa kwenye bara la Afrika na tuendelee kubeba makombe ya ndani. Yes. Lakini project ya Hersi sasa ninavyoona, mnavyochukua wachezaji, mlianza 28, sasa hivi mpo kwenye 26 25. Project ya Hersi anakuambia miaka mitatu inaweza isiishe mkaja kuleta kombe la Afrika, liwe shirikisho liwe club bingwa, lolote linaweza likafika. Unaona sasa mafanikio yanakuja kwa namna hizi sajili mnazofanya. Kwa sehemu ambayo Hersi amechukua Yanga mpaka hapa alikofika kuna mabadiliko makubwa hapo na anaonekana wazi. Kwa hiyo nafikiri kuzungumzia ubingwa wa Afrika itakuwa ni haraka sana, bado tunahitaji kuwa na uzoefu wa madaraja kama nilivyotangulia kukwambia, alafu baadaye tutafika tu kwenye ubingwa wa Afrika. Kama Hersi Said ni kiongozi ana kiu mafanikio, lazima awe na uchu wa kutaka kufika haraka, manake ni kawaida mwanadamu kuhitaji vitu kwa haraka, ni kawaida, na mtu wote mwenye uchu wa mafanikio huwa hivyo kama Hersi ambavyo anakuwa. Unaona tu juzi yuko Morocco, lakini juzi hiyo siku nakuta asubuhi anamka Sevilla nchini Spain, baada ya kutoka Spain unamwona tayari yuko anashuka Entebbe Uganda, lakini baada ya masaa 4-5 unamkuta yuko Amani. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye ana uchu, na hizo safari sio za kudhurura safari hizi ni za kupika timu ya Yanga Afrika na kutengeneza mazingira mazuri za kuja kusaidia bara la Afrika kwenye mpira. Kwa hiyo tumuombe tu dua, kijana amekuwa na maono makubwa na sidhani kama kuna mtu aoni kile anachokifanya. Kwa hiyo ukianza kumwelezea Hersi Said ni kama vile unaelezea maji na umuhimu wake. Yaani hautumii nguvu kubwa kumwambia tu mtu bana umuhimu wa maji ni nini. Mwenye akili timamu anajua maji ni bora kuliko dhahabu. Yes, labda mkute mtu ambaye yeye akili zake zinapenda vitu vya kusifiwa duniani anaweza kuchagua dhahabu akaona kwa sababu inauzwa hela nyingi, lakini kwa mtu mwenye akili anachokifanya Hersi wala uhitaji sifa nyingi za kumsifia. Matendo yake mwenyewe anafanya azungumze hivi ambavyo anazungumzwa. Kwa hiyo tuendelee tu kama nilivyosema mwanzo kumwombea dua, tuangalie ataacha legacy gani, kwa sababu ukiangalia Hersi Said anachokifanya ni sifa ambayo kiongozi anatakiwa awe nayo, ni kutengeneza legacy ili wakati ukiwa haupo watu wakuzungumze kwenye ule ubizi uliokuwa nao, kwenye mafanikio uliokuwa unafanya, lakini katika kiu uliokuwa unaionyesha. Umeona sasa hivi Yanga, hata mashabiki wa Yanga wanavyomuoji
Unapomsikia anazungumza unaona ni ile knowledge kama anatuambukiza. Kama mimi Hersi ananiambukiza knowledge ya kufahamu mpira. Naangalia kwa nini Hersi anachukua muda mwingi wa kuzuru, na mimi kuna siku na changa nauli yangu na kwenda kuangalia Yanga Mwanza na wapi ili niendelee kujifunza huku nilikuwa ninaona. Kwa hiyo nimpongeze Hersi Said, ziada za pongezi maana, kwa sababu Hersi ukitaka kumpongeza hapa tutamaliza interview. Kwa hiyo shout out sana kwake. Tunaendelea kupiga kichwani na Mungu ametujalia kiongozi huyu mwenye maono makubwa, na sisi kama Young Africans tunapaswa kumlinda kwa nguvu kubwa sana, lakini sio kumlinda kwa kutaka masa, tumlinde kwa ajili ya kutakia mema Young Africans. Yes. Hayo ni maneno ya Makawila akizungumza kama hivyo. Una kipi cha kumalizia? Kwanza na wadau wangu, ndugu yangu JB wajumbe juu ya kilima kutoka Zanzibar, lakini sio kamsahau mchungaji Kapela, DJ Sedu, na wadau wangu wakubwa sana Bipo, ambao kuna siku nitakualika pale kwenye visiwa vya FG tukazungumze na wadau na watu mbalimbali, kwa sababu pale kuna viunga vya football. Lakini sio kamsahau mwanangu King Jerome, lakini sio kamsahau mwanangu King Raja kutoka zake USA. Hao ni wanangu ambao tuko pamoja na wadau wangu na tunaendelea kupiga kichwani. Ni Young Africans ni timu yetu. Tunashukuru sana viongozi wa Yanga kwa kutengeneza umoja wa matawi, lakini umoja wa kamati ya utendaji. Hii inawarahisishia Hersi Said pamoja na Fatiaji kutengeneza ushindani mzuri, sababu maji yanapotulia ndio sehemu ambayo samaki hufanya kazi vizuri. Hata papa winda wakati bahari imetulia. Kwa hiyo tuwapongeze sana, wameweka Yanga ikiwa mmoja. Sasa matawi yote yanaongea lugha moja, kila tawi na kila mwanachama anaiombea ushindi Young Africans. Lakini kuna jambo pia Bipo nimekuwa najiuliza. Kuna timu Tanzania haijasajiliwa wanachama huu mwaka 4, lakini kila siku inaendelea kuzindua matawi. Sasa sijajua matawi wanazinduliwa ni mashabiki au ni wanachama. Maana yake timu haijasajiliwa wanachama lakini matawi kila siku yanazinduliwa. Sasa naomba utuulizie kwamba matawi haya yanazinduliwa ni matawi ya wanachama au ni matawi ya vikundi vya wauni vya kwenda kushangilia uwanjani. Hatujaelewa. Kama ni vikundi vya hamasishaji tujue, lakini kama ni matawi watuambiwa hawa wanachama ambao wanaenda kuzindua matawi wanasajiliwa kwenye mfumo gani, kwa sababu mpaka leo wana miaka 4 wa mfumo wao wanachama umesimama, lakini kila siku katika miaka 4 tumeona wakizindua matawi na kuna baadhi ya viongozi wanakwenda kusimamia uzinduzi wa matawi. Sasa nataka watuelimishe, wanazindua matawi haya kwa kupitia utaratibu upi wa wanachama? Maana kwenye maiki tunasikia wanasema tumezindua tawi la wanachama fulani la Walanyasi sehemu fulani, lakini mfumo wa wanachama wanatuambia Simba na miaka 4 haijasajili wanachama. Sasa tunashangaa wanachama, nimeteleza nimewataja kabisa. Maneno yanabadilika. Yani hatuelewi sasa. Yani huu mfumo huu wa wanachama ule usoma miaka 4 ni upi, na huu mfumo ambao unakwenda kuzindua matawi ni upi? Kwa sababu ninachokifahamu mimi, ili zindue tawi kwa taratibu ya klabu yangu lazima wanachama watimie idadi kadhaa kuanzia 100 kama sikosei, ambayo hiyo ndio inakuwa sasa inaweza kufanya tawi ile halali. Na hawa wanachama ili wawe 100 maana yake wasajiliwe kwenye mfumo rasmi ambao klabu inautambua. Sasa wenzetu nimeona wanasema wana mfumo wao na miaka 4 hawajasajiliwa wanachama wapya au 3 nafikiri kama 4, lakini sasa wanaendelea kuzindua matawi kila siku. Sasa matawi wanazindua kupitia utaratibu gani na hawa wanachama wanasajiliwa kwenye mfumo gani? Hilo ni swali ambalo napenda wananyanyasa watusaidie, au mimi binafsi kama Mr. Calling wanisaidie utaratibu upi ambao wanaotumia kuzindua wanachama, kuzindua matawi ya wanachama, wakati mfumo rasmi wa kusajili wanachama ulisimama kwa muda ndani ya Simba, lakini usajili wa matawi ukao unaendelea. Ndio bwana. Nimemaliza. Shukrani sana. Nashukuru sana Bipo kwa kujibu swali lako. Sawa. Nasubiri jibu. Na mimi natoka kama utazama ngumu.